Uhari gani mwanasoka mwenzangu, karibu tena katika jukwaa la michezo ili tuangazie leo tena yanayojiri viwanjani. Basi kama hii ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kabisa kupata video zetu. Na moja kwa moja tunakwenda kuangazia mchezo kati ya Simba Sports Club dhidi ya Tanzania Prison. Mchezo utakaopigwa mapema mnamo tarehe 22 mwezi wa pili mwaka huu mnamo saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni mchezo wa mkondo wa 9 kwa Simba Sports Club, lakini pia mchezo wa mkondo wa 14 kwa Tanzania Prison. Hivyo basi mchezo huu ni mchezo muhimu kwa timu zote mbili kwa ujumla, huku kila mmoja akisaka alama 3 ili kujiwekea nafasi bora katika msimamo wa ligi kuu NBC, huku Tanzania Prison ikiwa na jumla ya alama 12 akishikilia nafasi ya 14 baada ya kucheza jumla ya michezo 13, akifungwa michezo 7, kusali michezo 3 na kushinda michezo 3 katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Vivyo hivyo kwa Simba Sports Club akishikilia nafasi ya 7 akiwa na jumla alama 19 akishinda jumla ya michezo 6, akitoa sare mchezo 1 na kufungwa mchezo 1. Lakini pia ubora wa mchezo huu unachagizwa na uimara na uzoefu wa timu zote mbili kwa ujumla katika mashindano haya ya ligi kuu Tanzania bara. Hivyo basi kocha mkuu wa Simba Sports Club Steve Barker ametangaza mabadiliko ya kikosi chake, kikosi ambacho kinakwenda kukabiliana na Tanzania Prison ili kutafuta alama 3 na kufanikiwa kuendelea kutafuta nafasi za juu katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Na kikosi hicho kipo kama ifuatavyo. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa mlinda mlango, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker amechagua kwanza golikipa wake Mahmoud Tanja, huku mbadala wake akiwa ni Hussein Abel pamoja na Alexander. Hivyo basi Mahmoud Tanja amekuwa golikipa wa kisasa mwenye uwezo mkubwa wa kufanya saves na kutumia vizuri miguu na mikono katika kuanzisha mashambulizi. Hiyo yote ni kutokana na uwezo mkubwa na wepesi wa kutumia ipasavyo miguu na mikono kwa golikipa huyo pindi awapo langoni. Golikipa huyo amekuwa golikipa mwenye uwezo mkubwa katika kikosi cha Simba Sports Club, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kupanga vyema safu yake ya ulinzi na wepesi wake pindi awapo langoni. Lakini pia golikipa huyo amekuwa muhimili katika kikosi cha Simba Sports baada ya kuonyesha kiwango kizuri katika michezo aliyokwisha kucheza hapo awali. Lakini pia golikipa huyo anasifika kwa uwezo mkubwa wa kusoma mchezo kwa ujumla, ujasiri na uwezo wa kupangua mpira kwa ufanisi, lakini pia uwezo wa kuwasiliana na mabeki pamoja na kufanya maamuzi ya haraka, lakini pia uwezo mkubwa wa kuanzisha mashambulizi kutokea langoni kwa pasi fupi na ndefu. Lakini pia tukiangazia upande wa walinzi wa Simba Sports Club, yani walinzi nambari 2, mlinzi nambari 3, mlinzi nambari 4 pamoja na mlinzi nambari 5. Na moja kwa moja tukimwangazia beki nambari 2, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker amechagua kwanza na Shomari Kapombe, huku David Kameta Duchu akiwa kama badala wake. Ikumbuke kwamba Kapombe ana uwezo mkubwa ukaba kwa nguvu, lakini pia ana uwezo mkubwa wa kupiga mipira kati kutengeneza mashambulizi. Lakini pia kocha mkuu Steve Barker ameendelea kumwamini Shomari Kapombe kutokana na uwezo wake pamoja na ubora mkubwa wa kumzuia winga wa kushoto wa mpinzani ili asipige cross au kupenya, kukaba na kuingilia pasi upande wa kulia. Lakini pia beki huyu anasifika kuzuia mipira ya cross kuingia ndani ya eneo la hatari, kudumisha mpangilio wa safu ya ulinzi pamoja na beki wa kati na beki wa kushoto. Lakini pia anasifika kufunika nafasi pale beki wa kati anapotoka kwenye nafasi yake, lakini pia kupiga cross kuelekea kwa washambuliaji kutoa upana wa uwanja upande wa kulia. Lakini pia beki huyu anasifiwa kushiriki katika ujenzi wa mashambulizi kwa kupiga pasi kutokea nyuma, kutengeneza nafasi au kupiga mashuti pindi inapowezekana. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 3, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker amechagua kwanza na Nixon Kibabage, huku mbadala wake akiwa ni Anthony Mligo. Ikumbuke kwamba Nixon Kibabage amekuwa ni mmoja wa mabeki bora wenye uzoefu mkubwa kama na kupandisha mashambulizi kwa wapinzani akitokea pembeni kwa muda mrefu. Amekuwa beki bora katika mashindano ya ndani pamoja na mashindano ya nje ya mipaka ya Tanzania bara. Steve Barker ameendelea kumwamini Nixon Kibabage kutokana na uzoefu mkubwa alionao beki huyo na ubora mkubwa kuweza kushambulia na kuzuia mashambulizi pale timu inaposhambuliwa. Lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kupiga pasi ndefu na kukaba kwa usahihi. Lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kuweza kuongeza idadi ya viungo na kucheza kwa usahihi kuzuia mashambulizi kwa
kwa kuongeza idadi ya viungo katikati. Lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kumzuia winga wa kulia wa timu pinzani ili asipige cross au kupenya kwa mbinu, lakini pia kukaba na kuingilia pasi upande wa kushoto, kuzuia mipira ya cross kuingia kwenye eneo la hatari, kudumisha mpangilio wa safu ya ulinzi pamoja na mabeki wa kati na beki wa kulia. Lakini pia beki huyu anasifika kwa kufunika nafasi pale beki wa kati anapotoka kwenye nafasi yake, kuunga mkono mashambulizi kwa kukimbia pembeni. Lakini pia anasifika kupiga cross kuelekea kwa washambuliaji kutoa upana wa uwanja wa upande wa kushoto. Lakini pia anasifika kushiriki katika ujenzi wa mashambulizi, kupiga pasi kutokea nyuma, kutengeneza nafasi na kupiga mashuti dhidi ya lango la wapinzani. Na moja kwa moja tukienda kuangazia upande wa beki nambari 4, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker amechagua kwanza na Ismael Olivier Tule, huku mbadala wake ukiwa ni Vedastus Masinde. Ikumbukwe kwamba Ismael Olivier Tule ni beki mwenye ufanisi wa hali ya juu. Anasifika kwa uwezo mkubwa wa kukaba mipira ya chini, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kukaba mipira ya juu. Hiyo yote ni kutokana na kimo alichonacho beki huyo, lakini pia kufanya mitembeo na washambuliaji hatari ili kuzuia wasilete madhara kwa timu. Lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kupiga pasi, lakini pia huwazuia washambuliaji wa timu pinzani kupenya au kupata nafasi ya kufunga. Huondoa mipira ya juu na ya hatari kwa ukaba wa kupiga kichwa, lakini pia hutoa maelekezo kudumisha mpangilio wa safu ya ulinzi, hufuatilia washambuliaji na kusafisha mipira karibu na lango. Lakini pia beki huyo hupiga pasi sahihi kuanzisha mashambulizi kutokea nyuma, lakini pia huepuka makosa ya hovyo na kucheza kwa makini muda wote. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 5, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker, kocha huyo amechagua kwanza na Rushaine De Reuck, beki tasa kabisa. Ikumbuke kwamba Rushaine De Reuck amekuwa ni beki mwenye uwezo mkubwa wa kuzuia mashambulizi. Beki anasifika kwa utulivu wa hali ya juu na nidhamu kubwa ya ukabaji dhidi ya wapinzani na uwezo mkubwa wa kupanga vyema safu yake ya ulinzi. Lakini pia beki huyo ni beki mwenye ufanisi wa hali ya juu. Anasifika kwa uwezo mkubwa wa kucheza mipira ya juu na ukaba kwa usahihi, lakini pia kukaa katika sehemu sahihi ili kuzuia mashambulizi kutoka kwa wapinzani. Beki huyu amekuwa ni mmoja wa muhimili imara na mkubwa katika kikosi hiki cha Simba Sports Club baada ya kuisaidia timu kuwa bora katika safu ya ulinzi kwa kuweza kuwapanga vyema walinzi wake, kukaba washambuliaji mkuu wa timu pinzani, kuzuia mipira ya juu kwa kupiga vichwa, kukata pasi na kuzuia mashuti karibu na lango. Lakini pia anasifika kusaidia timu kuruhusu idadi ndogo ya mabao msimu huu. Hii yote inaonyesha kwa namna gani timu imeimarika zaidi na kuwa bora katika safu ya ulinzi. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa viungo wa kati, yani kiungo nambari 6, kiungo nambari 10 na kiungo nambari 8. Tukianzia na kiungo nambari 6, kocha mkuu wa Simba Sports Steve Barker amechagua kwanza na Yusuf Ali Kagoma. Hiyo yote ni kutokana na mfululizo wa ubora alionyesha kiungo huyu wa kuweza kukaba kwa usahihi, kupiga pasi kwa usahihi na kusaidia timu pale inaposhambuliwa, lakini pia kusaidia timu kuanzisha mashambulizi kutokea nyuma. Ikumbukwe kwamba Yusuf Ali Kagoma amekuwa ni kiungo mwenye uwezo mkubwa kusaidia timu kuzuia mashambulizi wakati timu inaposhambuliwa, na uwezo mkubwa kupandisha mashambulizi kutokea nyuma na kusaidia kupambana na mashambulizi ya kushtukiza. Lakini pia kiungo huyu anasifika kwa uwezo mkubwa kujiweka eneo sahihi, kucheza na kujiposition kwa ufasaha, lakini pia kupiga pasi au mpira mbali kwa usahihi wa hali ya juu. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 8, upande wa kiungo nambari 8, kocha mkuu wa Simba Sports Steve Barker amechagua kwanza na Alassane Kante, huku Nabi Kamara akiwa kama mbadala wake. Ikumbuke kwamba Alassane Kante amekuwa kiungo mwenye uwezo mkubwa kukaba, kuunganisha ulinzi na mashambulizi kwa kupokea mipira kutokea mabeki na kusambaza mbele. Lakini pia anasifika kusaidia ulinzi kwa kukaba, kurejesha mipira na kuziba nafasi katikati ya uwanja, lakini pia kuchangia mashambulizi kwa kupandisha mpira, kupiga pasi za mwisho na kuingia kwenye boksi la wapinzani. Lakini pia kiungo huyu anasifika kudhibiti tempo ya mchezo, kujua lini apunguze au harakishe kasi ya mchezo, lakini pia kupiga mashuti mbali kwa kutumia nafasi kufunga magoli kutokea nje ya boksi, lakini pia kufanya kazi nyingi uwanjani kwa kukimbia sana na kusaidia timu pande zote mbili. Kwa ufupi, kiungo nambari 8 ni injini ya timu, anayehakikisha mpira unatembea vizuri na timu inakuwa imara katikati ya uwanja. Anasifika kupiga pasi za mwisho kwa usahihi na kusaidia timu kufanya mashambulizi. Hiyo yote ni kutokana na ubora wa muda mrefu na uwezo wake mkubwa wa kukaba, kupiga pasi kwa usahihi na kwa sehemu sahihi pale timu inaposhambulia. Lakini pia
timu inaposhambuliwa. Mchezaji huyu aliyejiunga na Simba Sports Club majira ya joto amekuwa ni muhimili mkubwa katika klabu hiyo, lakini pia amekuwa na muendelezo bora na matokeo katika ligi kuu NBC mpaka hivi sasa, huku akitofautiana jumla alama kadhaa dhidi ya kinara wa ligi kuu hiyo ya Tanzania bara. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 10, kocha mkuu wa Simba Sports Club Steve Barker, kocha huyo amechagua kwanza na kiungo wake pendwa kabisa Clatous Chota Chama, huku mbadala wake akiwa ni Neo Maema. Ikumbuke kwamba Clatous Chota Chama amekuwa ni mchezaji mwenye muendelezo mzuri, lakini pia kiungo huyo anasifika kwa uwezo mkubwa wa kufunga mabao kutokea mbali, kuchezesha timu na kutengeneza nafasi kwa wachezaji wenzake. Lakini pia Chama amekuwa muhimili mkubwa katika klabu ya Simba Sports baada ya kuwa na muendelezo wa ubora kwa muda mrefu. Hiyo yote ni kutokana na ubora alionyesha kiungo huyo kwa kuwa na uwezo mkubwa wa kupiga pasi za mwisho, kushambulia na kufunga magoli kwa namna tofauti tofauti. Lakini pia kiungo huyo anasifika kuandaa mashambulizi na kutengeneza nafasi za kufunga, kutoa pasi za mwisho kwa washambuliaji, kudhibiti ubunifu na mwelekeo wa mchezo kwa kushambulia. Lakini pia anasifika kupiga mashuti na kufunga mabao, kupokea mpira kati ya viungo na washambuliaji, lakini pia kuvuta mabeki wa timu pinzani na kufungua nafasi. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa washambuliaji, ni mshambuliaji nambari 7, mshambuliaji nambari 9 na mshambuliaji nambari 11. Tukianza na mshambuliaji nambari 7, kocha mkuu wa Simba Sports Club Steve Barker amechagua kwanza na mshambuliaji wake Morris Abraham. Hiyo yote ni kutokana na spidi na uwezo mkubwa wa kushambulia hafu ya mpinzani akitokea pembeni. Ikumbuke kwamba Morris Abraham amekuwa ni moja ya mimili mikubwa ya klabu ya Simba Sports mpaka hivi sasa katika ligi kuu Tanzania bara. Mshambuliaji huyo amekuwa akisifika kwa uwezo mkubwa wa kutengeneza nafasi zinazoweza kuzaa mabao, lakini pia kuifungua safu ya ulinzi ya timu pinzani na kupiga pasi za mwisho, lakini pia kutengeneza nafasi kwa kukimbia bila mpira na kuvuta mabeki, kupokea na kumiliki mpira ndani ya eneo la hatari, kupiga mashuti kwa miguu au kichwa. Lakini pia anasifiwa kumalizia mipira ya cross na pasi za mwisho, lakini pia kucheza kama kiungo cha mshambuliaji kwa kuleta wachezaji wengine mbele. Lakini pia tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 9, kocha mkuu wa Simba Sports Steve Barker amechagua kwanza na mshambuliaji wake Anicet Ura, huku mbadala wake akiwa ni Jonathan Soa pamoja na Selemani Mwalimu. Ikumbuke kwamba Anicet Ura, raia wa Ivory Coast, amekuwa bora katika kikosi cha Simba Sports Club. Hivyo basi mshambuliaji huyu anasifika kwa uwezo mkubwa wa kufunga na kumiliki mpira ndani ya 18 ya mpinzani, na hivyo kumpelekea kusababisha hatari akiwa katika eneo la wapinzani. Lakini pia anasifika uwezo mkubwa wa kukabia juu timu pinzani ili kuzuia mpango wa mashambulizi ya haraka kutokea juu. Anicet Ura anasifika kwa ubora mkubwa wa kufunga mabao kwa kutumia nafasi zinazopatikana, kuweka pressure kwa mabeki wa mpinzani waliofanya makosa, lakini pia kuweka timu juu kwa kushikilia mpira. Lakini pia mshambuliaji huyu anasifika kwa kupokea na kumiliki mpira ndani ya eneo la hatari, kumalizia mipira ya cross kwa kichwa au miguu. Lakini pia tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 11, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker amechagua kwanza na mshambuliaji wake Eli Mpanzu Kibisawala, huku mbadala wake akiwa ni Libase Gwe. Ikumbuke kwamba ni Eli Mpanzu Kibisawala ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa na uwezo wa kucheza nafasi za winga zote mbili, kushoto na kulia. Hiyo yote ni kwa sababu ya uwezo mkubwa wa kutumia miguu yote kwa nguvu ile na kasi ile. Lakini pia amekuwa na ubora na amefunga magoli kadhaa akitokea kushoto, akitokea pia upande wa kulia kupiga nje ya 18 ya upinzani. Lakini pia ana uwezo mkubwa wa kupiga pasi mpenyezo pamoja na pinpoint passes zinazoweza kukata safu ya ulinzi ya timu pinzani. Hii ni kutokana na vision alionayo mshambuliaji huyo ya kuskani na kuangalia chaguzi sahihi ambayo ni bora zaidi, na amefanya hivyo mara nyingi katika ligi kuu ya ndani pamoja na kimataifa. Spidi yake ni kubwa na huwa inaongezeka zaidi akiwa na mpira mguuni, kitu kinachopelekea ugumu sana kwa mabeki wa pembeni kukabiliana naye, lakini pia energy yake ni ya kutosha. Na haya ndio mabadiliko ya kikosi cha Simba Sports Club hivi leo, kikosi kilichotangazwa mapema na kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker kuelekea mchezo unaokwenda kukabiliana na Tanzania Prison mnamo tarehe 22 mwezi wa pili mwaka huu saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Hivyo basi, kama hii ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, basi usisahau kusubscribe, kulike na comment, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata video zetu.